Na mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho kimetokea mara tu baada ya Harmonize, Konde Boy pamoja na AY kuweka wazi kuhusiana na nafasi ambazo wamezipata. Tunasema kwamba hii ni tunaelekea katika swala zima la nominations, swala zima la matangazo ya nominations za tunzo za Grammy kwa mwaka huu hapa 2025 2026, ambapo nominations zitatangazwa mwaka huu, lakini tunzo zenyewe zitatolewa mnamo Februari mwakani. Sasa kwa mujibu wa yale ambayo tumeyaona huko mtandaoni bwana, ni kwamba awali kabisa kulikuwa kuna habari ambazo zilikuwa zimesambaa zikiwa zinamuonyesha msanii kama vile Harmonize pamoja na AY na Fid Q wakiwa wametangazwa kwamba kazi zao zimekuwa considered kwa ajili ya kuwa nominated katika tunzo za Grammy. Yani zilikuwa zimekuwa accepted katika Grammy consideration kwa ajili ya nominations ambazo zitatangazwa mwaka huu. Na kama unavyoelewa mtazamaji wa Trend TV kwamba katika tunzo ambazo zina heshima kubwa zaidi, yani katika tunzo kubwa zaidi duniani ni tunzo ya Grammy. Kama inavyofahamika kwamba Grammy bwana ndiyo tunzo pekee ambayo ina nafasi kubwa au ina heshima kubwa zaidi kuliko tunzo nyingine yoyote ile ya muziki katika ulimwengu huu. Kwa hiyo basi ukiona msanii ameshinda tunzo hiyo ya Grammy, basi ni moja kati ya wasanii wakubwa duniani, au ndoto, tunaweza kusema hivyo kwamba ndoto ya wasanii wengi sana ambao wana mafanikio makubwa katika muziki inakuwa inatimia mara tu baada ya kuwa au baada ya kushinda tunzo hiyo ya Grammy. So moja kwa moja bwana, jambo hilo limeonyesha au limedhihirika wazi baada ya wasanii wetu hapa Tanzania nao pia kupata nafasi ya kuwa considered kwa ajili ya nominations za tunzo hizo, na ni kitu ambacho kiukweli kimewafariji wadau wengi sana huko mitandaoni. Na kama ulivyoona bwana, tumeona kwamba Harmonize alitangazwa kama moja kati ya wasanii ambao wamekuwa nominated. Actually kuna nyimbo takriban 4 ambazo zinamhusu Harmonize zimepata nafasi kuingia katika kinyang'anyiro kwa ajili ya kupata nafasi hiyo ya kuwa nominated. AY na yeye pia na nyimbo zake 2, Fid Q ana wimbo mmoja. Lakini hivi karibuni bwana, imetangazwa taarifa nyingine rasmi kabisa kwamba Mario naye amepata hiyo nafasi ya kuwa nominated katika tunzo za Grammy bwana. Kwa hiyo Mario naye pia ameingia katika Grammy consideration katika kipengele hicho cha Best African Music Performance kwa tunzo hizi za 68. Na wimbo ambao umempatia nafasi hiyo ya kuwa considered kwa ajili ya nomination kwa Mario ni wimbo ambao unafahamika kwa jina la Nairobi, ambao ameshirikiana na msanii kutoka pande za Kenya 254, na mzungumzia Bien Soul. Kwa hiyo wimbo wa Nairobi wa Mario na Bien Soul bwana umepata nafasi ya kuenda kuwa considered kwa ajili ya nomination za tunzo hizo za Grammy. Kwa hiyo mwenye Mario amepost hapa kupitia kurasa wake wa Instagram akiwa ameandika kwamba special thanks to Recording Academy for the honor of recognizing of Nairobi. My brother Bien Soul, kazi tumeifanya. Thank to everyone who has supported Bad Nation. Yani Mario mwenyewe ametoa shukurani kuhusiana na hiyo issue, lakini pia vile vile amemshukuru na kumpongeza mtu ambaye ameshirikiana naye kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, yani Bien Soul. Lakini pia vile vile ni kwamba page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari ambayo imekuwa ni habari nzuri kiukweli. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba nyota wa muziki kutoka Tanzania Mario ameweka historia mpya baada ya kazi yake ya Nairobi kuzingatiwa kwa ajili ya tunzo za Grammy katika kipengele cha Best African Music Performance kwa ajili ya tunzo za Grammy za hatua ya 68. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mario ametoa shukrani zake zote kwa Recording Academy, yani waandaaji wa tunzo hizo za Grammy, kwa heshima na kutambua kazi yake hiyo ya Nairobi. Pia vile vile amempongeza mwimbaji mwenzi ambaye ameshirikiana naye katika kazi hiyo anayefahamika kwa jina la Bien Soul kwa ushirikiano mzuri waliofanya kwenye wimbo huo. Wimbo wa Nairobi bwana umekuwa ni moja kati ya kazi ambazo zilipokelewa vizuri sana katika ukanda wa Afrika Mashariki
ukiunganisha ladha ya Bongo Flava na mziki wa Afro Soul kutoka pande za Kenya, jambo ambalo lilivutia mashabiki wengi na sasa hivi limemfikisha Mario kwenye hatua ya kimataifa zaidi. Lakini pia vile ukiachana na hilo ni kwamba kama unavyoelewa kwamba serikali imekuwa ikisupport sana sanaa ya mziki hapa Tanzania, na kuthibitisha hilo bwana ni kwamba BASATA kupitia kurasa wao wa Instagram wametoa pongezi kwa wasanii wote wa Tanzania ambao wamepata hizo fursa za kuwania au kuwa considered kwa ajili ya kuwania tunzo za Grammy kwa mwaka huu, ambapo kupitia kurasa wa Instagram wa BASATA wenyewe wameposti hapa. Naona hapa wameposti kwanza Abigail Chams, kwa sababu Abigail Chams naye pia ana nyimbo moja ambayo ameshirikiana na Harmonize inaitwa Me Too. Kwa hiyo Me Too ya Abigail Chams na yenyewe pia imeingia katika tunzo hizo za Grammy, ambapo BASATA bwana wameandika hapa: hongera Abigail Chams, msanii maarufu wa Bongo Flava, amepata nafasi ya kuzingatiwa katika Recording Academy yani Grammy baada ya wimbo wake wa Me Too aliofanya na kushirikiana na msanii mwenzie Harmonize kuingia katika orodha ya nyimbo zinazozingatiwa yani consideration kuingia katika tunzo hizo za kimataifa za Grammy. Umeipeleka Tanzania kwenye ramani ya dunia kupitia ubunifu, nidhamu na ubora wa kazi zako za sanaa. Hii ni ishara kwamba mziki wa Tanzania unaendelea kung'ara kimataifa. Hivyo ndivyo ambavyo BASATA wamempongeza Abigail Chams, lakini pia vile the same wameandika pia hivyo kwenda kwa Harmonize, lakini pia vile wameandika hivyo pia kwenda kwa Mario. Umeona bwana kwa hiyo hapa pia kwa Harmonize wameandika kwamba hongera sana Harmonize, BASATA inatoa pongezi za dhati kwa hatua kubwa ya nyimbo zako kukubaliwa kuingia kwenye mchakato wa kuchaguliwa kuwania tunzo za Grammy. Umeona Lakini pia vile sio tu kwa Abigail Chams, Mario na Harmonize, lakini pia vile mpaka kwa AY na yeye naye wameposti kumpongeza. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba serikali nayo pia iko bega kwa bega kwa ajili ya kuwasupport wasanii na kuwatia moyo pale ambapo wanapoonekana wazi kwamba wanafanya jambo kubwa au positive kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya kutangaza taifa kwa ujumla. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu weka maoni yako katika comment section. Unalizungumziaje hili? Wasanii wanazidi kuongezeka katika tunzo hizo za Grammy kutoka Tanzania. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.